Estate. Mnamo mwaka 2023 tarehe 11 mwezi wa 9 tuwahi simamishwa kazi asubuhi saa 1. Tulipoenda ofisini tukamwambia meneja atuitie mwajiri tuongee naye, alikaidi. Ile kauli ya kusema aje tuje tuongee naye. Akasema hizi sura hazitaki azione. Iko wapi hiyo? Iko Mfindi, kampuni ya chai. Ndio ninyi mko 76. Haya, mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya utamchukua huyu kiongozi wa hawa watu 76. Panga siku, nenda na defender. Mheshimiwa, pamoja na hayo lakini alafu muite yule, waitie hawa huyo kiongozi ambaye wanamdai aongee nao. Njoo uonane na mkuu wa wilaya hapa, atalisimamia hilo, atawaita. Na nina orodha pia hapa ya lile jambo la nani leshe inaitwa leshea. Hapa nina orodha ya watu wameshazidi 50 wanaodai. Sasa hawa wote ambao mmeandika kuhusu leshea nimeshapokea, na nilipokea pia Mfindi ya Kusini na Mfindi ya Kaskazini. Tumeshauriana hapa na mkuu wa mkoa, atakuja kuitisha hicho kikao cha hawa wananchi wanaodai pamoja na wale wamiliki. Na nimeambiwa michezo wanayofanya, wameanzisha kampuni tanzu, na huko ndo wakawekeza nguvu, huku wamewatelekeza wananchi wenye haki zao za msingi. Mimi niwaambieni, lishughulikieni hili kabla ya mwaka wa fedha huu haujaisha, nipate majawabu kuhusu mnachukua hatua gani za kuwalipa hawa watu. Hiyo janja hiyo itawapeleka pabaya. Nilipita Kilimanjaro nikakuta watu wanadai wameuza mazao yao, wanazungushwa mwaka wa 7 sijui. Wale wanaozungusha wanapiga danadana tu. Niliwaambia nitauza kila kilicho chenu na hiyo kampuni, tawafilisi kila kitu, tuwalipe hawa watu wanaodai. Sasa na ninyi hapa, hawa wanaodaiwa na kwamba mmewekeza nguvu kwingine, mmewatelekeza hawa wananchi wanaodai hawa. Kama mnataka kufunga, walipeni haki yao. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tafuta hiyo management yao, wape taarifa, inapofika mwisho wa mwezi wawalipe hawa watu. Na Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mimi nitahitaji message fupi tu, wamewalipa ama hawajawalipa. Niletee hiyo. Nilielekeza kule Kilolo wale wengine wale waliokuwa wanadaiwa ile milioni 5 ile. Halafu wanataka mimi niwapelekee invoice. Wapumbavu kabisa. RPC wakamate, wasitoke mpaka walipe hiyo fedha.
kamata, weka ndani mpaka walipe hiyo fedha. Haya mambo ya kuonea ustarabu watu wanaodhulumu wenzao, wanaopora haki za wengine, haya mimi sikubaliani nayo. Huo ustarabu huo hapa haupo. Tutakuheshimu kama unaheshimu haki za wengine. Ndio. Na serikali ipo kwa ajili ya kulinda haki za wanyonge. Na bahati nzuri hapa nilipokaa nyuma huku nina jeshi kubwa sana. Yuko shehe na mashehe wenzake na mababa askofu hapa. Hata Biblia inasema atamkemea yule alaaye. Sisi tutakuwa serikali gani watu wanadhulumiwa sisi tukae kimya? Haiwezekani. Na mimi niwaambie, nimekuja na dawa ya kuatia adabu hao wanaopora haki za wengine. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nashukuru. Tukiwa pale yule mama alilia mtoto wake amenyang'anywa mtoto. Nimepokea simu hapa nikiwa nimekaa. Yule aliyechukua mtoto amesharipoti kwa mkuu wa mkoa akiwa na yule mtoto. Kwa hiyo waelekeze mama pamoja na afisa maendeleo ya jamii waende wakamchukue huyo mtoto kesho. Na nauli tulishampa. Kwa hiyo kesho aende akamchukue mwanae. Haya mambo yanayoumiza watu, yanayoudhi watu kwa makusudi tu. Watu wanafanya makusudi. Haya hayafai, tuyaache. Na ambaye hataki kuyaacha tutamlazimisha. Hiyo ndio maana ya dola. Tumefika pale, mahakama imeshaamua kwamba huyu ndio mshindi. Halafu kwa kiburi tu hamkabidhi yule aliyeshinda. Mahakama ndio chombo chetu ambacho tumekubaliana kwamba tunapogombana sana kuhusu yupi ana haki kitatuambia. Sasa mahakama imeshasema huyu ndio mwenye haki. Alafu yule ambaye ameshikilia mali ya mwenzake kwa kiburi tu anashikilia. Hatuwezi tukaenda namna hiyo. Na mimi niwaelekeze wakuu wa wilaya kote, wakuu wa mikoa kote. Hamjapewa hivi vyombo ili viwalinde nyie, vinatakiwa viwalinde wananchi. Anayeonewa pelekeni. Vikasaidie wananchi wapate haki zao. Ndio. Lazima tukomeshe unyang'anyi. Vinginevyo Watanzania hawa hawatapata hilo tabasamu. Haya, mwingine anayefuatia. Kwa hiyo wale walioandika kuhusu ile madai ya leshea tumeshamaliza, na wale ambao wameandika wale 76 mkuu wa wilaya ataenda kulifanyia kazi hilo. Nenda kamili. Tuone kama hawatatoka sasa kusikiliza hao watu. Na nilipokuwa pale pia pale Mafinga nimeelekeza. Ifunda pale nimeelekeza. Mtu ndio unataka kuwekeza, na sisi tunapenda uwekezaji na wawekezaji. Na mimi niwaombe wana Mafinga, wala msichukie uwekezaji. Kwa sababu uwekezaji ndio maendeleo, ndio ajira, ndio uchumi. Lakini tunawaambia wenzetu wanaowekeza, umeenda umechukua shamba la mtu ili uwekeze, lipa fidia. Umekuta mwenzako kahangaika, kapanda shamba la miti. Wewe unalichukua kwamba unawekeza, unaanza kuvuna miti yake na hujamlipa. Huo uwekezaji gani? Uwekezaji gani umemkuta na miti yake? Wapi pale nimekuta miti chungu nzima. Wewe ndo umevuna, ilikuwa ya kwako na hujalipa chochote. Huo uwekezaji unyang'anyi. Umechukua eneo na miti yake. Hiyo haikubaliki. Na wale pale nimewaambia unapofika mwisho wa mwezi wawalipe wale waliochukua miti yao. Na hapa kama kuna aliyechukua miti, amechukua shamba na miti sio yake, kwa kauli yeyote ile, lipa hiyo fidia. Unachukuaje miti ya mwenzio kahangaika miaka yote ile, kapanda, kaitunza muda wote? Uwekezaji gani wa aina hii? Na mimi niwaambieni, Mheshimiwa Rais alishasema tunapenda maendeleo, tunapenda uwekezaji, lakini wananchi wasiporwe maeneo yao bila kupewa fidia.
Viongozi tulisimamia hilo. Haya, mama yetu, karibu. Kwa majina naitwa Martha Gideoni Makala. Ni mzaliwa wa Singida, wilaya ya Iramba, Ndago. Naishi Arusha. Nimekufuatilia Mheshimiwa Waziri. Jana nimetoka Kiomboi. Niliambiwa utakuwa huko. Kuna mfanyabiashara moja